Ujambo, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu, mimi ni Sarafina Robi nikiwa Nairobi. Tulionayo katika Dira ya Dunia: Israel na Hezbollah wamekubaliana kusitisha mapigano. Dunia leo hii inaadhimisha siku ya ugonjwa wa selimundu, yani sickle cell, ili kuongeza uelewa wa kimataifa kuhusu ugonjwa huu. Ukipata maumivu ya sickle cell huwa unaweza ukaumwa viungo, unaweza ukaumwa miguu, mgongo, yani popote kwenye joint, yani mgongo, kiuno, shingo, mikono, yani sehemu yote inaweza ikashika. Kwenye tasnia ya muziki huwa ni kitendawili sana kwa msanii kusalia kileleni kwa muda mrefu. Sasa vipi msanii Jean-Pierre Nimbona maarufu kwa jina Kidumu amewezaje kudumu kileleni? Kwa sababu mimi kwanza upitia tukio, napitia jambo, alafu nalitazama, nalifikiria vile naweza kufikishia umma. Sasa katikati ya hiyo umma napataga tumeshare the same experience, the same manunguniko, tunakuwa tumeyapitia sisi wote. Na kwenye mjadala wetu leo hii tunaangazia utafiti mpya unaoangazia chanjo dhidi ya HPV, yani human papilloma virus, inasaidia vipi katika saratani ya mlango uzazi, yani cervical cancer. Ugonjwa ya saratani ya cervical cancer inaweza tibiwa. Uko na hizo facilities, ndio mtu asikasikia amekufa moyo ameambiwa ako nayo. Hapana, inaweza tibiwa. Lakini ni vizuri kujikinga kabla upate ugonjwa. Viwanjani, Mexico imekuwa timu ya kwanza kufuzu hatua ya mtoano kombe la dunia. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisomwa nami Leila Muhammad. Israel na Hezbollah wamekubaliana kusitisha mapigano. Makubaliano hayo yamethibitishwa na afisa mwandamizi wa Marekani pamoja na msemaji wa jeshi la Israel, ambaye amesema jeshi hilo litaanzisha tena mashambulizi iwapo litahitajika kufanya hivyo. Makubaliano hayo yamefikiwa kufuatia wasiwasi kwamba kuendelea kwa mapigano nchini Lebanon kunaweza kuhatarisha makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran. Duru mpya ya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran, ambayo ilikuwa ianze leo nchini Uswizi, imeahirishwa. Maafisa wa afya nchini Lebanon wanasema mashambulizi ya Israel tangu usiku wa manane yamesababisha vifo vya watu 47 na kujeruhi karibu wengine 100. Kwa upande wake, Israel imesema mashambulizi hayo yalikuwa ni kulipiza kisasi baada ya wanajeshi wake 4 kuuawa katika shambulizi lililofanywa na Hezbollah. Waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani amefuta safari yake ya kwenda Marekani mwishoni mwa wiki hii, akimtuhumu rais wa Marekani Donald Trump kwa kutoa kauli alizosema zilimdhalilisha waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni. Bwana Tajani amesema kauli hizo ni nzito na za kuudhi. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Rais Trump aliiambia kituo kimoja cha televisheni cha Italia kwamba Bi Meloni aliomba kwa kusisitiza apigwe picha pamoja naye wakati wa mkutano wa G7 uliofanyika nchini Ufaransa wiki hii. Hata hivyo, Bi Meloni amesema madai ya Rais Trump hayana ukweli, akisisitiza kuwa hakuwahi kuomba kwa kusihi kupigwa picha naye. The statements by Donald Trump are totally made up. Kauli za Donald Trump sio za kweli. Kwa kweli nimeshtuka sana. Sielewi kwa nini rais wa Marekani anawachukulia washirika wa nchi yake kwa namna hii. Si mara ya kwanza jambo kama hili kutokea. Inasikitisha kwamba hana msimamo na udhabiti huo dhidi ya maadui wa magharibi ambao mara nyingi amekuwa akiwaonyesha upole zaidi. Lakini kuna jambo moja ambalo lazima nimkumbushe. Mimi na taifa la Italia hatuombi wala hatubembelezi. I and Italy never beg. Maafisa wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameiambia BBC kwamba mgonjwa wa Ebola mwenye umri wa miaka 6 ambaye alitekwa nyara kutoka hospitalini na watu wenye silaha ameachiwa huru na sasa anapokea matibabu. Msichana huyo alichukuliwa pamoja na mama yake kutoka kituo cha afya eneo la Kivu Kaskazini mapema wiki hii. Bado haijafahamika iwapo wavamizi hao walikuwa wanafahamiana na mtoto huyo. Hata hivyo, hofu na mashaka kuhusu vituo vya matibabu ya Ebola vimekuwa vikienea wakati wa mlipuko huu wa sasa. Kwa sasa, msichana huyo anapatiwa matibabu huku madaktari wakisema hali yake ni thabiti.
Katika tathmini yake hivi karibuni kuhusu mlipuko huo, Shirika la Afya Duniani limeonya Ijumaa kwamba virusi hivyo vinaendelea kuenea kwa kasi licha ya juhudi zilizoongezwa za kudhibiti maambukizi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Vikosi vya usalama vya Niger vinaendelea kuwasaka watu wenye silaha waliofanya shambulizi katika uwanja wa ndege wa mji mkuu Niamey siku ya Alhamisi na kuua wanajeshi wasiopungua 11 pamoja na raia wawili. Mamlaka zinasema washambuliaji 22 pia waliuawa huku takriban washukiwa 20 wakikamatwa. Shughuli za uwanja wa ndege zilirejea kawaida ndani ya saa chache baada ya shambulio hilo. Bosha Nyanje na maelezo zaidi. Shambulizi hilo ambalo limedaiwa kutekelezwa na kikundi cha JNIM lenye uhusiano na Al-Qaeda limeonyesha tishio linaloendelea kutoka kwa makundi ya wanamgambo wa itikadi kali licha ya kuongezwa kwa operesheni za kijeshi na ushirikiano wa karibu ndani ya Alliance of Sahel States. Wakazi wengi wameiambia BBC kwamba wanaishi kwa hofu, wakisema kwamba mamlaka za mpito zinazoongozwa na Jenerali Abdullah Hamid Tiani bado hazijapata suluhisho la kurejesha usalama nchini humo. Niger imekuwa chini ya utawala wa kijeshi kwa miaka mitatu, huku serikali hiyo ikabiliwa na changamoto ya kudhibiti ghasia za wanamgambo wa itikadi kali ambazo zimetikisa nchi hiyo ya Afrika Magharibi kwa zaidi ya muongo mmoja. Wizara ya Ulinzi ya Afghanistan imesema jeshi la anga la nchi hiyo limefanya mashambulizi ya usiku dhidi ya kile ilichokitaja kuwa maficho wanamgambo wa Kiislamu nchini Pakistan. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa X, wizara hiyo ilisema mashambulizi hayo yalilenga maeneo katika majimbo ya Balochistan na Khyber ambayo yalidaiwa kutumiwa kupanga mashambulizi ya kuvuka mpaka dhidi ya Afghanistan. Hata hivyo, Pakistan imekanusha madai kwamba eneo lake lililengwa na kushambuliwa. Mamia ya watu wameuawa tangu mvutano kati ya nchi hizo mbili ulipozidi mwezi Februari. Afghanistan na Pakistan zimekuwa zikishutumiana kwa kuwapa hifadhi na msaada makundi yenye misimamo mikali. Bunge la chini la Zimbabwe limepitisha mswada wa sheria unaolenga kuongeza muda wa muhula wa rais kutoka miaka 5 hadi 7, hatua ambayo inaweza kumruhusu Rais Emmerson Mnangagwa kubaki madarakani hadi mwaka 2030. Zaidi ya wabunge 200 walipiga kura kuunga mkono mswada huo siku ya Alhamisi, idadi iliyozidi kiwango kinachohitajika cha 2/3 ya kura ili kufanya marekebisho ya katiba. Mswada huo pia unapendekeza kufutwa kwa uchaguzi wa moja kwa moja wa rais, ambapo marais wa baadaye watachaguliwa na bunge badala ya wananchi kupiga kura moja kwa moja. Mnangagwa mwenye umri wa miaka 83 aliingia madarakani mwaka 2017 baada ya kumwondoa madarakani mtawala wa kwa muda mrefu wa Zimbabwe Robert Mugabe kwa msaada wa jeshi. Baadaye alishinda uchaguzi wa rais wa mwaka 2018 na 2023. Hii ni BBC. Na taarifa ya habari za ulimwengu imesoma kwako na Leila Mohamed. Haya ni matangazo ya Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Kenya unaweza kutusikiza kupitia County FM, Nyota FM, Pamoja FM, Gulf FM, Must FM na Mwenedu FM. Uganda ni Radio Paidha, Radio Lira, Radio Kitara, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Voice of Busoga. Tanzania tunasikika kupitia Abud FM, CDFM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio 1, Radio Free Africa, Lolondo FM, Zinji FM visiwani Zanzibar. Kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yapo mbashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook pale BBC Swahili na vile kwenye YouTube. Hii leo uko nami Sarafina Robi nikiwa Nairobi, na karibu kwenye matangazo yetu. Mapigano yameendelea nchini Lebanon licha ya makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran ambayo yanajumuisha kukomesha uhasama. Israel na Hezbollah wamekubaliana kusitisha mapigano baada ya siku ya mapigano makali. Hilo limethibitishwa na afisa mwandamizi wa Marekani pamoja na msemaji wa jeshi la Israel ambaye amesema jeshi hilo litarejea kushambulia ikiwa litahitajika kufanya hivyo. Maafisa wa afya wa Lebanon wanasema mashambulizi ya Israel tangu usiku wa manane yamewaua
watu 47 na kujeruhi wengine takriban 100. Zaidi na Victor Kenani. Jeshi la Israel limesema lilishambulia malengo 80 yanayohusishwa na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran na kuwaua makumi ya wanachama wake. Mashambulizi hayo yamefanyika siku moja baada ya Marekani na Iran kusaini makubaliano yaliyolenga kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na kusitishwa kabisa kwa mapigano nchini Lebanon. Israel na Hezbollah zimeendelea kushambuliana tangu makubaliano hayo yatangazwe, jambo linalozua maswali kuhusu mustakabali wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran. Makubaliano ya Marekani na Iran yanataka kusitishwa kwa mapigano katika maeneo yote ya mzozo pamoja na kuheshimiwa kwa mamlaka na mipaka ya Lebanon. Hata hivyo, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hana mpango wa kuondoa majeshi ya Israel kutoka Lebanon na amesisitiza kuwa mzozo wa nchi yake na Hezbollah ni tofauti na vita dhidi ya Iran. Ni kweli mapambano bado hayajaisha na changamoto nyingine bado ziko mbele yetu, huku wakati huo huo tukidumisha uhusiano muhimu na marafiki wetu wa Marekani ambao walipigana pamoja nasi bega kwa bega, na tunathamini sana hilo. Tutaendelea kudumisha eneo la usalama kusini mwa Lebanon kwa sababu eneo hilo linawatenganisha magaidi wa Hezbollah na raia wetu pamoja na jamii zetu. Shirika la habari la serikali ya Lebanon limeelezea mashambulizi ya usiku kucha katika wilaya ya Nabatia kusini mwa nchi hiyo kwa miongoni mwa mashambulizi makali zaidi katika vita hivi, huku watu wasiopungua 18 wakiuawa na 33 wakijeruhiwa na majengo kadhaa kuharibiwa. Hezbollah imesema ilivizia kikundi cha wanajeshi wa Israel kusini mwa Lebanon, ikiharibu mizinga mitatu kwa makombora ya kuongozwa na kulenga wanajeshi kwa mashambulizi ya roketi na mizinga. Lebanon ilijikuta ikiingia katika vita kati ya Israel, Marekani na Iran muda mfupi baada ya mzozo huo kuanza, huku Hezbollah ikirusha roketi kuelekea Israel kulipiza kisasi kwa shambulio lililomuua kiongozi mkuu wa Iran. Israel ilijibu kwa kuanzisha kampeni ya mashambulizi ya mabomu kote Lebanon na kukalia takriban 5% ya eneo la kusini mwa nchi hiyo kwa lengo la kuwasukuma mbali wapiganaji wa Hezbollah kutoka mpaka wake wa kaskazini. Hezbollah imeapa kuendelea na mashambulizi yake kwa muda wote ambao uvamizi huo utaendelea. Netanyahu anakabiliwa na shinikizo la ndani kuendeleza operesheni za kijeshi dhidi ya kundi hilo lenye silaha, jambo ambalo linaweza kumweka katika mgongano na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye hadharani ameikosoa Israel kwa mwenendo wake nchini Lebanon. Waziri wa usalama wa taifa wa Israel mwenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia, Itamar Ben-Gavir, alisema kwamba Lebanon yote lazima ichomeke kufuatia vifo vya wanajeshi hao wanne. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot amesema kwamba Israel lazima iheshimu makubaliano hayo na akaisihi Marekani kuishinikiza serikali ya Israel. Makubaliano ya Marekani na Iran yaliyosainiwa siku ya Alhamisi yanajumuisha masharti kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo na kujitolea kwa pande zote kufikia suluhisho la mwisho ndani ya siku 60, muda ambao unaweza kuongezwa kwa makubaliano ya pamoja. Duru mpya ya mazungumzo ya moja kwa moja iliyokuwa imepangwa kufanyika Ijumaa hii ilihairishwa baada ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance kufuta safari yake iliyokuwa imepangwa kuelekea Uswisi kuhudhuria mazungumzo hayo. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Kwingineko ni kuwa nchini Uingereza, meya wa chama cha Leba wa Manchester Andy Burnham ameshinda kiti cha ubunge akijinyoshea njia ya kupambana na waziri mkuu Keir Starmer kwa nafasi yake. Burnham alipata ushindi mkubwa katika uchaguzi mdogo wa Macclesfield dhidi ya mgombea kutoka chama cha mageuzi kinachopinga uhamiaji. Laila Mohammed na taarifa zaidi. Aliyekuwa meya wa Manchester Andy Burnham amesema yuko tayari kuwasilisha mkondo mpya wa maendeleo kwa Uingereza baada ya kuibuka mshindi katika uchaguzi mdogo wa ubunge. Ushindi huo unatarajiwa kuwa hatua muhimu inayomfungulia njia ya kuwania uongozi wa chama cha Leba dhidi ya waziri mkuu wa sasa Sir Keir Starmer. Wachambuzi wa siasa nchini humo wanasema matokeo hayo yanaweza kubadili mwelekeo wa siasa za Uingereza katika kipindi kijacho. Akizungumza na wafuasi wake katika eneo la Macclesfield, Burnham amesema hii ni nafasi ya mwisho ya kuleta mabadiliko
ndani ya chama hicho. Aidha, ametoa wito wa kuanzishwa kwa msukumo mpya wa kuimarisha sekta za viwanda pamoja na kujenga mfumo wa elimu unaompa kila mtu fursa ya kufikia mafanikio na kutimiza ndoto zake. Tukiacha njia itakayotupeleka kwenye siasa za mgawanyiko na giza kama tunavyoshuhudia nchini Marekani, sasa ni wakati wa kuchukua mkondo mpya. Lazima turejeshe nchi hii kwenye mwelekeo sahihi, tuwaunganishe watu tena na kuhakikisha kwamba mambo yanafanya kazi ipasavyo kwa manufaa ya wote. Naye waziri katika serikali ya waziri mkuu Sir Keir Starmer, Chris Ward, amesema hakuna sababu ya kufanyika kwa uchaguzi wa uongozi ndani ya chama cha Labour. Akizungumza na Vicky Young katika kipindi cha Politics Live, Ward amesema Starmer ana mamlaka kamili ya kuendelea kuongoza chama na nchi. Amesema waziri mkuu anaridhaa kutoka kwa chama chake kuwa kiongozi na pia amepewa dhamana ya wananchi kuiongoza Uingereza. Hiyo ndiyo dhamana ambayo ameendelea kuitekeleza katika kipindi cha miaka 2 iliyopita na ataendelea kuimarisha utekelezaji wake katika miezi ijayo wakati serikali ikiingia katika hatua mpya ya utendaji. Mapema waziri mkuu Starmer alisisitiza kuwa yuko tayari kukabiliana na changamoto yoyote dhidi ya uongozi wake wa chama cha Labour. Amesema ushindi mkubwa wa Burnham katika uchaguzi mdogo wa Macclesfield unaonyesha kuwa umaarufu wa chama cha kupinga uhamiaji cha Reform UK umefikia kilele na sasa unaanza kupungua. Starmer ambaye amekuwa akikabiliwa na shinikizo la kisiasa alimpongeza Burnham kwa ushindi wake. Ushindi huo unampa Burnham jukwaa muhimu la kuanzisha kampeni ya kuwania nafasi ya Starmer katika uongozi wa chama cha Labour. Starmer amesema yuko tayari kukabiliana na yeyote atakayejitokeza kumpinga katika kinyang'anyiro cha uongozi wa chama hicho. Baada ya Andy kushinda, jambo ambalo ni muhimu sana na la kutia moyo, amethibitisha kuwa ni rasilimali kubwa kwetu. Iwapo kutakuwa na uchaguzi wa ushindani, napenda kuweka wazi kwamba nitagombea. Nitasimama kuwania nafasi hiyo, na kama nilivyosisitiza mara kadhaa hapo awali, sina mpango wa kujiondoa kwenye mchakato huo. Andy Burnham ni mwanasiasa wa chama cha Labour nchini Uingereza ambaye amehudumu kama meya wa Greater Manchester tangu mwaka 2017. Kabla ya kushika wadhifa huo, alikuwa mbunge kwa zaidi ya miaka 20 na aliwahi kuhudumu katika nyadhifa mbalimbali za uwaziri serikalini ikiwemo waziri wa afya. Burnham anafahamika kwa kutetea maslahi ya wakazi wa kaskazini mwa Uingereza na kwa juhudi zake za kuboresha huduma za umma, usafiri na ustawi wa jamii katika eneo la Greater Manchester. Burnham ni miongoni mwa viongozi mashuhuri wa chama cha Labour na mara kadhaa ametajwa kuwa miongoni mwa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa nje ya serikali kuu ya Uingereza. Na kwa mujibu wa tangazo la mamlaka ya pamoja ya Greater Manchester, uchaguzi wa meya mpya wa eneo hilo unatarajiwa kufanyika tarehe 30 Julai. Uchaguzi huo umeitishwa moja kwa moja baada ya Andy Burnham kushinda kiti cha ubunge cha Macclesfield katika matokeo yaliyotangazwa usiku wa kuamkia leo. Meya wa Greater Manchester pia huhudumu kama kamishna wa polisi na uhalifu PCC wa eneo hilo, nafasi ambayo haiwezi kushikiliwa sambamba na wadhifa wa mbunge. Naam, ni taarifa yake Laila Muhammad. Kwingineko ni kuwa visa vya dhulma za kingono dhidi ya wanawake vimeongezeka nchini Ethiopia katika miaka hivi karibuni kufuatia mizozo katika maeneo mengi nchini humo. Baadhi ya wanawake walioachwa bila makazi kufuatia mapigano wamehamia mijini na kujihusisha na ukahaba. Sasa ili kuwanusuru, serikali ya jiji la Addis Ababa imefungua kituo maalum cha kuwapa mafunzo ili wapate njia mbadala ya kujitegemea. Asli Galgalo amekutana nao na hii hapa taarifa yake. Nilibakwa mara nyingi nyumbani kwa mama yangu na watu waliokuwa wakija na baba yangu wa kambo. Nilibakwa na watu ninaoamini zaidi, walimu wangu wa dini.